Ndugu zangu, Ubungo Media, leo tulikuwa katika magereza Segerea, ambapo baadaye tegemeana na kiongozi interview yetu tunavyoifanya mtajua ni Segerea hivi. Haya mama wa watoto wengi, heshima yako. Asante baba. Asante, nashukuru sana kiongozi wangu. Kijana wako Alhaji Makoya anakupa nafasi upate kuongea mawili matatu ulionayo. Karibu. Asante kijana wa zamani mzee Makoya, heshima yako na kuheshimu sana. Tulifanya kazi pamoja kwa muda mrefu na ninashukuru sana kwa sababu ulivyosikia kwamba siku ya leo katika kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika, kama alivyosema kiongozi wetu Dorothy Gwajima, Dr. Dorothy Gwajima, sisi kama Human Dignity Tanzania tunajisikia furaha sana na tunajisikia heshima kuweza kuendelea kuunga mkono jitihada za serikali na kuwaunga mkono pia viongozi wetu waliopo katika Wizara ya Ustawi wa Jamii. Mimi kama mama wa watoto wengi, kwa majina yangu naitwa Harriet Gadson Baragai, ni afisa ustawi wa jamii au social worker. Ninafanya kazi na shirika la Human Dignity Tanzania na tunajishughulisha zaidi au wito wetu zaidi ni kusaidia wanawake walioko magerezani na watoto walioko katika mahabusu za watoto. Kwa hiyo katika kuunga mkono wito wa Dr. Dorothy Gwajima kwamba siku ya tarehe 30 mwezi wa 6 itakuwa ni kilele cha maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika, lakini pia siku ya familia na siku ya wajane. Kwa hiyo siku ya leo sisi kwa sababu wito wetu ni magerezani, tumeweza kutembelea gereza la Segerea. Tumekutana na wanawake kuwatia moyo, kuongea nao kwa habari ya kuwapa counseling ama kuongea nao kuwatia moyo kwamba sisi kama Human Dignity Tanzania tukishirikiana na serikali, lakini pia tukishirikiana na kikundi cha wanamaombi kinachoitwa Getsemani, tumeweza kupata sadaka kidogo, sabuni, pampasi za watoto, tumepata pia taulo za kujihifadhi za wanawake ambao wako gerezani. Kwa hiyo tumepata kidogo hicho kwa kushirikiana na hao kikundi cha Getsemani. Tumeweza kuwatembelea, tumeweza kuzikabidhi kwa viongozi ambao wanahusika pale. Labda nichukue nafasi hii pia kutoa wito kwamba Human Dignity Tanzania sisi tuna wito wa kufanya hii huduma, lakini kiukweli hatuwezi kufanya peke yetu. Uhitaji ni mkubwa, na baada sasa ya kufanya kwa muda mrefu karibu miaka 10 sasa, tumefanya vitu vingi, lakini tumegundua kwamba tunahitaji ushirikiano wa watu mbalimbali, mashirika mbalimbali, makampuni mbalimbali ambao wanapenda kuitumikia jamii. Ndio maana hata kikundi hiki cha wanamaombi wa Getsemani, baada ya kuwa wanatuona tunafanya hizo huduma kwa muda mrefu, wenyewe wako mbali kidogo, hawako hapa Dar es Salaam, wamewasiliana na sisi wakasema tunaomba kama mna mpango wa kwenda kufanya kuadhimisha shughuli hizi za kitaifa, basi tuweze kuunganisha na sisi sadaka yetu pamoja. Kwa hiyo tukaweza tukapokea sadaka zao, tukaunganisha pamoja na za kwetu, tukaweza kuja kuwaona wanawake wenzetu ambao wako magerezani. Labda kwa wale wasiojua, kuna wanawake wako gerezani ambao wako gerezani, lakini pia wako na familia zao gerezani. Kwa hiyo wameweza pia kuendelea na malezi mpaka watoto watakapofikisha miaka 2 ndio watoto wale watatolewa gerezani. Kwa hiyo ikiwa ni pamoja na kwamba leo ni siku ya familia duniani, tumeweza kujisikia faraja pia kuwaona wale watoto wakiwa pale wanaendelea kulelewa pale. Ni kitu ambacho kinatafakarisha na kinaleta sana hisia, lakini ukweli ni kwamba hatuwezi kupinga kwamba mwanamke ukipata changamoto za kufanya uingie gerezani ukiwa na mtoto mchanga, ukiwa mjamzito, ni kweli kabisa utaenda pale ukiwa na huyo mtoto mpaka atakapofikisha miaka 2. Baada ya kumaliza kunyonya, basi ataruhusiwa kutoka pale. Kwa hiyo na waasa watu wote ambao mtanisikia popote pale kuweza kushirikiana na sisi zaidi. Namba zetu ni 0717 12 34 32. Mnaweza mkawasiliana na mimi tukaweza pia tukafanya huduma hii kwa pamoja, na kupitia
program ya The Pure Generation Missionaries, tunaweza kuhamasisha makampuni, mashirika, taasisi kuweza kuungana ili kusudi tuweze kufanya hii huduma kwa pamoja. Nashukuru Mungu kwamba leo tumeungana na kampuni ya Revobit International pamoja na Dr. Catherine ameweza kushirikiana na sisi kwenda kuwaona wanawake ambao wako gerezani, lakini pia nimeambatana na mnufaika mwingine wa Human Dignity Tanzania ambaye pia wapo karibu sana na Human Dignity Tanzania toka tumeanza. Tumekuwa pia tukilea watoto wao, kwa hiyo tuko pamoja naye pia, na yeye leo ilikuwa ni mara yake ya kwanza, amepata experience, amejifunza jinsi inavyokuwa ni ngumu. Kwa hiyo tunashukuru sana wote mlioshirikiana na sisi. Mungu awabariki. Tunaendelea kuwakaribisha mataifa ndani na nje ya nchi. Tunahitaji Human Dignity Tanzania, tunahitaji watu wa kushirikiana nao. Kwa hiyo karibuni muweze kuja tushirikiane kufanya hii huduma. Huwa tunatembelea pia gereza la Upanga kwa mahabusu ya Upanga kwa ajili ya kwenda kuwaona watoto kule.